Mradi wa usawa wa kijinsia, utunzaji wa mazingira, ustawi wa kijamii na uchumi Zanziadapt umewapatia mafunzo wajasiriamali wa kusarifu bidhaa za mashambani wanawake wa shehia zilizofikiwa na mradi huo. Akizungumza katika mafunzo hayo, afisa kilimo misitu na usawa wa kijinsia kutoka taasisi ya CFP Saada Juma Segeja amesema hatua hiyo ni miongoni mwa kuwawezesha wanawake wa kijijini kufikia fursa mbalimbali za kiuchumi na kujipatia kipato. Tukasema wanawake hawa hatutawaacha nyuma, lakini tutawashika mkono kwenye kipengele cha ujasiriamali. Lakini ujasiriamali huo ni wa namna gani? Sasa ujasiriamali huo moja kwa moja ni wa kusarifu au kuongeza ubora wa mazao yanayotoka shambani, ambayo yanatoka moja kwa moja kwenye kilimo msitu. Na kwa kupitia hiyo aspect tuliita wanawake 20 kutoka Pemba, kutoka hizo shehia, ambao wanawake hao tuliwapa soft skills ama tuliwapa mafunzo ya namna ya kuanzisha, kusimamia na kuendeleza biashara ili wanawake waweze kupata uhuru wa kifedha. Maana moja kwa moja hawa wanawake ni wakina mama, ni wakina dada, watasaidia waume zao, watasaidia familia zao na tutatengeneza jamii yetu. Lakini leo tumekuwa tuna fursa adhimu zaidi ambapo tumeita wanawake 30 wajasiriamali, miongoni mwao kukiwa na TOT na wajasiriamali wengine ambao tumeona wameshaanza juhudi zao binafsi huko sheriani kutaka kutengeneza bidhaa ambazo tuliwapa maelekezo kwamba hizi zitasaidia kwenye swala zima la kukabiliana na mabadiliko ya nchi, ya tabia nchi, lakini masuala la kupata pesa, kwa sababu ni bidhaa ambazo sokoni zinahitajika na bado supply yake iko chini. Kwa hiyo ni fursa kwa wao kuweza kutengeneza na kuuza fedha. Kwa hiyo hapa leo tumepata wasaa wa kuweza kutengeneza bidhaa hizo katika viwango vya ubora kabisa ambavyo vitawasaidia wajasiriamali hawa kuweza kutengeneza bidhaa ambayo hata akisema wanasafirisha kwenda Unguja, kwenda Mombasa Kenya, kwenda Dar es Salaam ama kwenda nje ya Tanzania, basi bidhaa bado itafika ikiwa katika quality nzuri. Lakini tunatengeneza bidhaa ambazo kesho kutwa tukihitaji certification kutoka taasisi za ubora, basi tu tuna bidhaa ambayo ikipelekwa pale ikapimwa itakuwa certified, kwa maana itathibitishwa kwa ubora na viwango kwamba ina usalama na inafaa kwa matumizi ya binadamu. Kwa mafunzo haya tutafanya kwa siku 3, lakini baada ya mafunzo haya pia tuna program zaidi za kuendelea na mafunzo kwa hatua mbalimbali. Kwa upande wake, afisa biashara kutoka CFP Warda Ali Masudi amesema kufanyika kwa mafunzo hayo ya usarifu wa bidhaa itasaidia kupunguza uharibifu wa mazingira kwa kukata misitu na badala yake watajikita katika biashara. Toa mafunzo kwa wajasiriamali wasiopungua 30 ambao wajasiriamali hao wametoka katika shehia 4 zetu za mradi ambao ni Kiuyu, Mvini, Kambini pamoja Mchanga Mdogo na Chwale. Wajasiriamali hao wameshapatiwa mafunzo ya kutengeneza achari ya embe ama msambaro, lakini vile vile watapatiwa mafunzo ya kutengeneza maparu ya ndizi, lakini watapatiwa mafunzo ya kutengeneza chai masala pamoja na pilau masala. Lengo la mafunzo haya ni vile la kumwezesha mwanamke wa kijijini kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini vile kuwa ni kiongozi wa kupambana na haya mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini vile kuwapatia kipato kwa ajili ya kukidhi maslahi yao binafsi. Mkufunzi wa mafunzo hayo Meia Mbaruk Musa amesema endapo wanawake hao watajishughulisha na ujasiriamali wataweza kujikomboa katika hali duni na kuweza kujiongezea kipato. Tuliweza kupata wajasiriamali kutoka shehia 3 kuweza kuwapa mafunzo haya ya masuala ya kilimo na misitu, na lengo lao ni kwa ajili ya kuwezesha kuwapa hii elimu ili waweze kujiwezesha katika masuala ya ujasiriamali ambao ni uongezaji thamani. Na mafunzo haya yatafanyika ndani ya siku 3 kutoka leo hadi siku ya Alhamisi.
Lengo la mafunzo haya ni uwezeshaji hasa masuala ya bidhaa za chakula ama masuala ya kilimo na misitu, ambayo wataweza kujifundisha kwa siku ya leo. Watajifundisha kuhusu achari za maembe. Na washiriki wa mafunzo hayo wamesema mafunzo hayo yatawakomboa kiuchumi na kuimarisha maisha yao, huku wakivitaka vyombo vya habari kuhakikisha wanazisemea changamoto zao zinazowarejesha nyuma. Na ushukuru uongozi wote wa mradi CFP na CFI kwa kutuandalia haya mafunzo ambayo kwa ni muhimu, mafunzo ya ujasiriamali. Mafunzo nimeyapokea vizuri kwa namna yalivyofahamishwa na vile tulivyokusudiwa kupewa. Matarajio tulionayo ni kukaa pahali pamoja sisi na jamii iliyoko nyumbani waliokuwa hawakuhudhuria hapa, tukawapa haya mafunzo na tukakaa kitu kimoja ili kuanzisha kile kilichokusudiwa. Lengo la kupata mafunzo haya ya ujasiriamali na biashara ni kwamba sisi wanawake tunakosa zile ardhi za kuweza kufanya hicho kilimo msitu. Kwa hiyo mradi ukaona na sisi wanawake waweze kutunyanyua kwa kutupatia haya mafunzo ya ujasiriamali na biashara hizi, ili tuweze kununua zile bidhaa ambazo zinalimwa kule kwenye mashigia yetu, tuweze kusarifu na kuweza kutengeneza bidhaa mbalimbali. Mafunzo haya ya usarifu wa mazao ni miongoni mwa utekelezaji wa mradi wa usawa wa kijinsia, utunzaji wa mazingira, ustawi wa kijamii na kiuchumi ZanziAdapt, unaotekelezwa na Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Zanzibar CFI na Jumuiya ya Misitu ya Jamii Pemba CFP kwa uhifadhi wa serikali ya Canada. Kutoka Pemba, Fatma.